uchunguzi wa awali huwezi kugundulika na saratani. Na ugunduzi wa saratani unaanzia mtu mmoja mmoja. Kwa ile ni nafasi pekee kwanza kuangalia hata muonekano wa titi lako. Lakini licha hivyo unaweza ukajipapasa kwenye titi au sehemu nyingine ya kwapa kuona kama kuna vivimbe. Hii ni hatua inaanza na mtu mmoja mmoja. Lakini hili linahitaji ushirikiano pia. Tunajua baba na mama ni nguzo na mahusiano mazuri ya familia. Kwa hiyo baba anaweza kuwa pia ni mshiriki mzuri au ni mdau mzuri katika upende kuweza kumgundua mwenza kama ana saratani au dalili za saratani. Lakini licha tu ya kugundua, pia anaweza kawa ni chachu na kumhamasisha aweze kufika hospitalini kufanya uchunguzi. Au hata mama pia anaweza kumhamasisha baba ambaye ana tatizo kwenda kupata uchunguzi. Kwa ushirikiano pamoja ni muhimu na kuondoa imani potofu kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Kwa kufanya hivyo tutaweza kuokoa maisha walio wengi kwa kuondoa dhana potofu. Lakini pia italeta msukumo kwa jamii na watunga sera wote kwa pamoja kuona kwamba hili ni janga la watu wote na linahitaji uwekezaji mkubwa. Ningependa sana kuwaomba mtumie fursa hii. Moja, sisi tunasema kutengeneza network au mshikamano. Ukiwa na mshikamano mzuri au mkiwa wengi mnaweza mkafika mbali. Na hii inaweza kusaidia kunyanyua sauti katika mapambano ya saratani. Kwa hiyo muda huu najua ni mchache sana, ila mtapata fursa pia ya kusikia, kujifunza na kuweza kushare uzoefu pia na changamoto mbalimbali ambazo kila mmoja wetu anazipitia tofauti katika safari yake ya ugonjwa. Lakini itatuhamasisha si pia kuweza kujenga uwezo wa kufanya saratani. Najua kuna wengine hapa wamegundulika saratani wakapata matibabu na leo tuko nao kwenye jamii. Hawa ni chachu yetu sisi wengine. Lakini ningependa pia kutumia fursa hii kuiambia kwamba serikali na taasisi ya saratani ya Ocean Road inazingatia sana kauli mbiu hii yetu ya kuhakikisha kwamba inatoa huduma kwa usawa, na kila mmoja wetu tutahakikisha amepata huduma. Hatutaangalia jinsia wala uwezo wa kifedha. Yule mwenye uwezo wa kuchangia atachangia, yule bahati mbaya ambaye hana uwezo wa kuchangia atasaidiwa. Mchango wako wewe utasaidia sana kumsaidia yule mwingine kupata huduma. Kwa hiyo msihofu. Na ili kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana, tumeweza kuzisambaza. Si kwamba ziko tu Ocean Road, nchi nzima kuanzia kwenye zahanati, hospitali zetu za mikoa na za kibingwa. Kuna vituo zaidi ya 1100 nchi nzima. Lakini upatikanaji wa vipimo, tuna vipimo vya CT scan, MRI kuanzia kwenye ngazi ya wilaya na hospitali za mikoa. Naitwa Dr. Maguha Stefano, ni meneja wa huduma za uchunguzi wa saratani na elimu kwa umma kutoka katika taasisi yetu hii ya saratani Ocean Road. Okay. Kama ambavyo tunafahamu kwamba mwezi Oktoba ulimwenguni kote ni mwezi wa uelewa wa saratani ya matiti. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya saratani Ocean Road tuliona ni vyema kuwa na semina maalum kwa ajili ya wahariri, lakini pia waandishi wa habari. Hapa ni kwamba serikali yetu imeweza kutuwezesha kuwa na vifaa pamoja na mashine za kibingwe kabisa za matibabu na za kisasa kwa ajili ya matibabu ya saratani. Wahimiza wananchi kwamba tuendelee kuishi mtindo bora wa maisha, ikiwa pamoja na kula vyakula bora ambavyo inamaanisha kwamba vyakula ambavyo sio vya mafuta mengi hususan ya wanyama, lakini kula zaidi vyakula vya mboga mboga na matunda kwa wingi ili kuweza kujikinga na ugonjwa wa saratani. Wahimiza wananchi waweze kufika kwa ajili ya uchunguzi wa saratani mbalimbali ikiwemo hii saratani ya matiti ambayo tunaiongelea mwezi huu. Lakini kingine pia ningependa tu
kuhabarisha wanahabari pia kwamba na wananchi kwa ujumla kwamba saratani inatibika, na dalili kubwa ya saratani ni uvimbe. Kwa hiyo hata kwenye hii saratani ambayo tumekuwa tukiongelea leo, saratani ya titi, dalili kubwa ni uvimbe ambao unaweza ukawa kwenye titi ama ikawa kwenye kwapa. Lakini dalili nyingine ni mabadiliko ya umbo la titi. Inaweza ikaongezeka ukubwa, pamoja na kwamba titi moja huwa tunaona kwamba titi moja inaweza ikawa ni kubwa kuliko jingine, lakini uvimbe katika titi ama muonekano wa titi tofauti ilikuwa na ukubwa ambao sio sahihi. Lakini kingine ni mabadiliko ya ngozi ya titi. Mara nyingine unakuta titi inakuwa na ngozi kama ganda la chungwa. Hii ni mojawapo pia ya dalili ya saratani la titi, ama kutoka damu ama majimaji ambayo sio ya kawaida kwenye chuchu. Mara nyingine chuchu ina dumbukia ndani, pia ni dalili ya saratani ya titi. Tulikuwa tunaomba kabisa serikali jamani tuangalie kwa jicho lake la huruma, na tumeambiwa serikali yetu ni sikivu alafu nchi yetu sio maskini. Tulikuwa tunaomba jamani watuangalie kwa huduma hiyo ya dawa tu, ndio changamoto kubwa ambayo tunaiona.